Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ramadhani mwezi mwema, Ramadhan, Ramadhan. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. Mwenyezi Mungu katika sura hii ya sura al-Baqara, aya hiyo tuliyosema, anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ndio ambao mwezi imeteremka Qur'an. Qur'ani ni nini? Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo kihistoria yalikuwa katika Lauhul Mahfuz katika ule usiku wa Lailatul Qadr ambayo inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, ndipo iliteremka kutoka katika Baitul Izza huko katika ilipokuwa imehifadhika mpaka kwenda katika wingu wa kwanza, ambapo sasa Jibril alayhi salatu wasalam akawa anamteremshia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naitwa Zainabu Idi Gweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha mwaka huu na kufikia mwezi wa Ramadhani na kuona mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni kitu nashukuru sana. Asante mtangazaji. Nimejipanga kwa kufanya ibada zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata hivyo, ibada sio kwamba mwezi wa Ramadhani tu. Ibada siku yoyote tunatakiwa tumwabudu Mwenyezi Mungu, na kila siku tuswali. Sio kwamba tungoje mwezi wa Ramadhani ndio tuje kuswali, hapana. Kila siku tunatakiwa tumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ukifika, tunatakiwa tumwabudu Mwenyezi Mungu, tuje msikitini kwa wingi, Waislamu wengi tuje msikitini. Karibu na sitakukongoea, mwezi wa kujitolea kwa yaliyo mustahabu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naitwa Nuruddin Ramadhan Muhammad, ni moja kati ya viongozi wa kidini katika mkoa huu wa Dodoma, hususan katika nafasi za shekhe, na nikimsaidia kadhi wa mkoa wa Dodoma Dr. Kisusu wa Mvumbo wa Mwagonga, ambaye ndio kadhi wetu wa mkoa wa Dodoma. Na mimi kwa sababu yeye hivi sasa ni mgonjwa, muda mwingi huwa nikimsaidia kazi zake katika ofisi zetu zilizo pale Masjid Gadar. Kwa ujumla sisi walimu au mashekhe katika jambo kubwa ni kulea jamii katika maadili yale ambayo ametufundisha Mwenyezi Mungu kupitia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika
ibada zetu hizi za Uislamu zinakwenda na nyakati. Kuna ibada ambazo zinapatikana kwa mwaka mara moja, ikiwemo ibada ya hija. Kisha kuna ibada kama ya mwezi wa Ramadhani, na vile vile kuna ibada kama za zaka ambazo huwa zinatokea kwa mwaka mara moja. Na zinapotokea ibada hizi, walimu, mashehe na wale ambao wanasimamia katika dini, jukumu lao kubwa ni kutadabahisha umma namna gani waupokee ibada iliyopo kwa wakati huo, kwa namna gani ambayo iendewe ibada hiyo. Alhamdulillah, hivi sasa tunaukaribia kabisa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Imebakia pengine masaa kuweza kuandama kwa mwezi ili ibada hata ya tarehe iweze kuanza kufanyika. Ndugu zangu, jambo hili la kumwabudu Mwenyezi Mungu si jambo la khiari, ni jambo la lazima. Na ukija kuhusu swala la saum mwezi huu wa Ramadhani, tusiseme maneno mengi, tunukuu aya ya Mwenyezi Mungu iliyopo katika suratul Baqara, sura ya 2 aya 185, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. Mahabubu twalitukikungojea kwa hamu toka Rajabu, sasa umetujilia zitanawiri kulubu. Mgeni mwema karibu nasi twakukongowea, mwezi kutuandamia ni mpangowe Wahabu, ndiye hukadiria uzaliwe kwa hisabu. Ramadhani imeingia kufunga kwetu wajibu, mgeni mwema karibu nasi twakukongowea. Mimi kwa jina naitwa Rashidi Puyaga, naishi Mayimbili Oysterbay. Nashukuru mwezi Ramadhani umefika na mimi ndio kwa nimepokea ufahamu na shabab na upokea kwa shangwe ili niufunge kwa shangwe. Nijipanga muda Mwenyezi Mungu akinijalia nataka nifanye hivyo, maana huwezi kusema utafanikiwa zote katika utapata mtihani. Kama Mungu atanijalia, alhamdulillah, kufikisha mwezi wa Ramadhani. Eleza kubwa, tushikamane Waislamu. Mwezi huu mtukufu ukifika, kama Muislamu kwa wastani lazima ufunge, ufuatilie mambo yote ya dini ya Uislamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mimi naitwa Hamisi Saidi Mkiwa kutoka eneo la Kitatu. Na wasihi Waislamu wenzangu, huu ni mwezi wa Ramadhani, tunawakaribisha kwa moyo moja, tufunge, tufanye ibada. Mwenye alichonacho atoe sadaka na jiandae aliyojalia aende hija. Mwenyezi Mungu katika sura hii ya suratul Baqara, aya hiyo tuliyoisema, anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Mwezi wa Ramadhani ndio ambao mwezi imeteremka Qur'an. Qur'ani ni nini? Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo kihistoria yalikuwa katika Lauhil Mahfudh katika ule usiku
wa Lailatul Qadr ambayo inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan, ndipo iliteremka kutoka katika Baitul Izza huko katika ilipokuwa imehifadhika mpaka kwenda katika uwingu wa kwanza, ambapo sasa Jibril alayhi salatu wasalam akawa anamteremshia Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa mujibu wa vile ambavyo ameamrisha Mwenyezi Mungu na kwa mujibu wa mawaqi yale matukio yalikuwa yanatokea kwa wakati huo. Lakini Mwenyezi Mungu amesema kwamba hudal linnas, ni muongozo kwa watu, tena wabayinati minal huda wal furqan, katika kuweka wazi mambo ya uongofu na upambanuzi wa mambo mbalimbali. Qur'an ni elimu ambayo imekusanya elimu zote katika sehemu yake. Kuna zilizoelezwa kwa kina na kuna zile ambazo zimeelezwa kwa mujibu wa Qur'ani ambavyo imeona ieleze. Tatoa mfano. Tunapoelezwa kwamba Qur'ani ilipoanza kuteremka, maneno ya kwanza yaliyoteremka ilikuwa ni aya katika sura Iqra, pale Mwenyezi Mungu alipomtuma Jibril amteremshie Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika pango la Jabal Hira, akamwambia Iqra, soma, bismi rabbika alladhi khalaqa, kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Hapa unaona jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anaonesha maajabu ya Qur'ani kulingana na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mtume aliyetumwa katika zama ambazo zinahitajika elimu za kutosha. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Tumejipanga kutoa sadaka, kufunga mwezi wa Ramadhani kwa dhati, kwenda madrasa kusoma ili tupate elimu kidogo. Kwa kweli mwezi huu huwa unatusaidia kina mama kwenda chuo. Tunakuaga wazembe sana kwenda chuo miezi ya kawaida, lakini kwa mwezi huu kila mtu anajitahidi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Abbas ibn Khamis. Na ndugu zangu wa Kiislamu, takikana kila Muislamu ama kila muumini aweze kujiandaa na mwezi huo. Takikana kufanya khairati mbalimbali ili tuweze kupata katika masala yaliyokuwa mazuri na kufanya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na usieni vijana wenzangu, na usieni wazee pamoja na wazazi wote wa Kiislamu katika swala zima la kufanya khairati mbalimbali katika mwezi huu wa Ramadhani. Bimaana katika mwezi huu hakuna mwezi mwingine zaidi ya mwezi huu wa Ramadhani. Ni mwezi mtukufu na ni mwezi mkubwa sana. Paswa kila mmoja afanye khairi na afunge. Bwana Mtume anasema fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Ikiwa haujaonekana basi tukamilisha 30 insha Allah. Ile saum mbali ya kumletea afya, lakini saum tena itamjenga kitabia ya hurma, itamjenga katika tabia ya kujua wanadamu namna gani aishi na watu ambao hali zao ziko tofauti. Manake tumeumbwa katika namna tofauti ndugu zangu. Lengo na makusudio liyabluwakum ayyukum ahsana amala, ili ajulikane ni yupi mwenye matendo mazuri. Wewe ulioumbwa ukiwa na kipato kikubwa, huo ni mtihani kwako, na ujue Mwenyezi Mungu amekupa hiko kipato, ana malengo yake na makusudi yake kwako kwa ajili ya waja wake. Wewe ambayo vile vile Mwenyezi Mungu amekupa pengine hali duni ya maisha,
ujue huo ni mtihani kwako, ili akuangalie ni namna gani utamshukuru Mwenyezi Mungu, namna gani utamkufuru Mwenyezi Mungu kutokana na mtihani ambao umepewa. Kwa ajili hiyo, tunapokuwa ndani ya somo, si tu kwamba tunapata darsa kwa maana ya kwamba tunafunga, lakini tunapata darsa zaidi ya darsa. Ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna darsa za kiakili, kuna darsa za kielimu ya kimaumbile, kuna madarasa chungu mzima inaonesha namna gani watu ambao wanaweza kusaidiana ndani ya Ramadhani. Ndipo Nabii Muhammad akasema, mwenye kufuturisha yule ambaye amefunga, basi Mwenyezi Mungu atamlipa malipo ya yule mwenye kufunga pasina kupunguziwa yule aliyofungwa chochote kwa yule aliyomfuturisha. Hapa tunaonyeshwa jinsi gani ambavyo ukitenda wema Mwenyezi Mungu anaweza akawalipa wote, mtenda wema na mtendewa wema, katika mwezi huu wa Ramadhani. Na hapo ndio inajenga tabia ya kusaidiana, tabia ya kuhurubiana, tabia ambayo inaleta mahaba, tabia ambayo inaleta upendo ndani ya kujifundisha katika ibada hii ya somo. Ndugu zangu, ya kueleza katika mwezi huu ni mengi sana ambayo tukitaka tuyaeleze kwa ujumla muda wetu huu hautoshi. Lakini ndugu zangu, niseme kwa ufupi, kwa haya niliyoyaeleza, watu waupokee mwezi wa Ramadhani kwa kujiandaa kwa ibada, si kwa kujiandaa na kuandaa vyakula. Hapana, tujiandae kwa ajili ya ibada na tujiandae kwa ajili ya kufanya ibada za tarawihi, tabia za kulisha maskini, tabia kuzelesha mafukara, mayatima wa haluma jar. Wa ala hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Sheikh Mahmudu Ali Nkusa, ni imamu mkuu wa Masjidi Mtoro Maili Mbili Dodoma, lakini pia ni mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa Kiislamu BAKWATA mkoa wa Dodoma. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa baad. Naam, ndugu zangu watazamaji, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tukielekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza kabisa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Lakini pili, yapo maelekezo na mafundisho ambayo tunapaswa mimi na wewe kuishi katika mafundisho hayo. Mwezi wa Ramadhani unakuja na vitu vingi, na mwezi wa Ramadhani pia ni chuo ambacho watu wanakwenda kujifunza mambo mbalimbali mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza ndani ya Qur'an, baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, imefaradhishwa kwenu nyinyi funga. Na funga hii Mwenyezi Mungu anasema haijafaradhishwa nyinyi kwenu nyinyi umma wa Mtume Muhammad. Hapana, hata watu waliokuwa wamepita kabla ya Mtume Muhammad nao pia walikuwa wakifunga funga hii. Lakini lengo na makusudiwa ya kuletwa funga hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu anasema, anabainisha, anasema la'allakum tattaqun, hakika nyinyi mkifunga kwa dhati kutoka moyoni, hakika nyinyi mtakuwa wacha Mungu. Tunaona kwamba kumbe malengo ya funga ni ili watu wajifunze na wawe wacha Mungu katika miezi mingine ambayo inafuata. Na wasi vijana wenzangu, tunapoelekea na kufika mwezi huu wa Ramadhani, tushikamane na mambo mbalimbali mazuri. Tusipoteze muda kucheza madrafti, tusipoteze muda kucheza karata, tuisome sana Qur'ani kwa wingi. Hayo ndio maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Qur'ani hiyo imeshushwa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hivyo tuienzi Qur'ani hii kwa kuisoma, kwani katika kuienzi na kuisoma sana hii Qur'ani, na hasa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kuna thawabu nyingi
na kuna mafanikio mengi hapa duniani mpaka kesho akhira. Hivyo na wasihi vijana wenzangu hima na kuwahimiza washikamane na matendo mema yanayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waachane na mambo mabaya ambayo yanamuudhi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukifanya hivyo tutakuwa tumekwenda sawa na tutakuwa tumefuata mafundisho ya Mungu na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.